Mambo vipi watazamaji wa podcast yetu ya mpira huo? Karibu kwenye tathmini fupi ya baada ya mchezo wa kundi B kati ya Tanzania dhidi ya Burkina Faso, mchezo wa pili wa hatua ya makundi wa Kombe la Mataifa Afrika kwa wanawake wa AFCON 2025 ambapo Tanzania imetoka kupoteza goli 2-1 na Tanzania goli la pekee limepatikana kupitia kwa Aisha Mnuka dakika ya 62 wakati magoli ya Burkina Faso yakitokea kwa sawa dogo pamoja na Kabre dakika ya 80 pamoja na dakika 43. Nipo na kocha Seif, makocha wenzetu leo wamebanwa na ratiba kidogo, lakini tukasema jambo lazima lifanyike ili watazamaji wasipitwe na chochote. Sasa tutaanzia kwenye tathmini ya mchezo kwa ujumla wenyewe. Nitamsomea kocha Seif takwimu za mchezo, alafu atatupa tathmini kwa takwimu za mchezo akiziainisha au akizilinganisha na aina ya mchezo ambao tumetoka kutazama kwa ujumla zipoje. Mchezo wa leo ulikuwa na takwimu zifuatazo. Umiliki wa mchezo ulikuwa zaidi kwa Burkina Faso asilimia 52 kwa 48. Idadi ya kona ambazo zimepatikana kwenye mchezo wa leo ni 4, lakini kwa upande wa Burkina Faso na 3 kwa upande wa Tanzania. Fouls ni 17 kwa upande wa Burkina Faso na 21 kwa upande wa Tanzania. Free kicks ni 21 kwa upande wa Burkina Faso na 18 kwa upande wa Tanzania, lakini kadi za njano ni 3 kwa 3, kadi nyekundu ni 1 kwa upande wa Tanzania, 0 kwa upande wa Burkina Faso, na mashuti yaliyolenga lango ni mashuti 7 kwa upande wa Burkina Faso na 4 kwa upande wa Tanzania. Na offside ni 1. Mipira ya kurusha ni 23 kwa 14, 23 kwa upande wa Tanzania na 14 kwa upande wa Burkina Faso, na hizo ndo takwimu za mchezo wa leo. Kocha Seif, umezisikia takwimu hizo, kama kuna ambao utahitaji nikumbushie nitakukumbushia kwa kuangalia tu kwa ujumla mchezo kabla hatujaenda kwenye mbinu deeply. Takwimu hizi za mchezo zimeendana na aina ya matokeo na aina ya mchezo ambao tumetoka kutazama. Zinaendana kwa kila kitu, kwa sababu aina ya mchezo ilikuwa Burkina Faso wana uhitaji zaidi. Kwa kama walikuwa wana uhitaji zaidi, maana yake walitakiwa kuwa mbele kwa kila kitu, kama tulivyoona kwenye swala la possession walijitahidi. Kwa hiyo walistahili walichokipata. Tukianzia kwenye mbinu dakika ya 43 tukiwa tunaelekea kwenye half time, tulifungwa goli na goli lenyewe tulifungwa na mchezaji ambaye jina lake ni Kabre, na nataka tathmini fupi ya aina ya goli ambalo tumefungwa. Mapungufu ya Tanzania yalikuwa wapi? Labda kama ni mbinu za timu au kama ni mapungufu ya mchezaji mmoja mmoja. Goli ile tulifungwa ilikuwa ni individual mistake, ndio ilikuwa ni center back wetu ilikuwa ni mpira ulirudi, ulikuwa ni wa juu. Hizi alitaka kupiga kichwa kwa sababu ya kudrop kwa alikuwa namba 6 na hisi kama ni Katunzi, lakini kwa bahati mbaya kichwa kika mistake. Kulikuwa kuna strikers wawili mbele yake, kwa hiyo kitendo cha kukosa mpira wake kudrop mpira ni kupiga kichwa vibaya kwenda pembeni, ndo ikachangia hiyo, ikaja ikakunywa kwenye transition. Manake baada ya kuwapokea wale kwa kuna situation ya 2v1, manake kulikuwa kuna Maseke pamoja na wale striker wawili, kwa hiyo ikapelekea kilichotokea. Kwa hiyo haikuwa ni mistake maybe ni ya timu, kwa sababu timu ilikuwa kwenye possession play. Kwa possession play, maana yake timu mara nyingi inakuwa haipo kwenye shape, kila mchezaji anakuwa katika position ya kuplay. Kwa hiyo kitendo cha kumiss ile mistake ndio ikatupelekea hiyo kuruhusu goli. Kwa hiyo ilikuwa ni individual mistake ya mchezaji, ambayo pia ni mistake za kawaida kwenye football zinatokea. Kwa hiyo pale hatuwezi kublame labda mbinu za timu au kublame moja kwa moja kwamba hii ni downfall kutoka kwa mchezaji moja kwa moja. Hatuwezi kusema ni tukampa mchezaji moja kwa moja, lakini ni mistake ambayo yani yeye ndo alisababisha, kwa sababu tunaweza tukasema kwamba kulikuwa kuna haja ya kuwa na manage space katika eneo la nyuma, manake
walipaswa wakati mpira ulikuwa umeegemea upande mmoja, ilitakiwa nini katika wale masenta baki watatu, mmoja awepo kati pale kubalance, kumfanyia balance huyu ambaye alikuwepo pale mmoja, lakini kwenye ile unaweza mental play, maana yake alikuwa yuko tayari kwa nikipata mpira hapa nikipasiwa mimi nakuwa na eneo kubwa la kudrive. Kwa hiyo ndio ilikuwa mistake kubwa zaidi. Mi naiona kama ni tofauti kidogo. Kwa upande wangu mimi ni kitu ambacho ni collective kidogo kwenye timu, kwa maana ya mbinu za timu kwa ujumla, lakini na individual mistakes. Kwa upande wa timu nafikiri ni timu yetu haikai na mpira, yaani haikai sana na mpira. Ikikaa kidogo na mpira, ikishaanza tu kuvuka nusu ya mpinzani na upoteza. Sasa yale mazingira ya wao kupoteza mpira ndio yamekuwa magumu sana kukabiliana na. Aina goli tulilofungwa ni negative transition, ni mpira ambao si ndo tulikuwa nao tukiwa kwenye nusu yao, tumetoka kuupoteza. Ile situation ya kujibiwa shambulizi ilikabiliwa na mapungufu kadhaa. Upungufu wa kwanza ni namna gani sisi tuna defend ile negative transition au shambulizi la kujibiwa baada ya sisi kupoteza mpira, na kwenye mazingira hayo ndio kuna zile mistake mbili. Mistake ya kwanza hatukuweza counter press vizuri, sababu hatua ya kwanza baada ya kupoteza mpira ni unazuiaje au unajipanga vipi kuanza kuzuia shambulizi la kujibu kuanzia pale ulipopotezea mpira. Hatukuweza ku counter press vizuri, kama ni kudelay attack hatukuweza kudelay attack kule mpira ulipopotelea, na ni situation ambayo ilikuwepo kwenye game kwa dakika nyingi. Lakini kitu cha pili ni rest defense, yani lile umbo ambalo tunaliacha nyuma lina active vipi? Kwanza lipoje umbo structurally, lakini pia lina active vipi kuweza kumeza hilo shambulizi la kujibu. Nafikiri hapa ndo mapungufu yalipokuwepo. Ni ngumu sana kwa sababu nimeona hoja nyingi sana za watu kwenye mitandao ya kijamii wakiblame sana kwenye swala la muundo wa uchezaji, kwamba wale wing backs kwa nini hawaku track back kwa haraka kwenye positive transition. Ni ngumu sana kwa laumu wale wing backs kwa maana ya kwa maana ya Donisia pamoja na Enekia pande zote mbili, kwamba wakati ule mpira umepotea wao ndio wao wamerudi na nyuma tayari wao usawa ule back 3 wao back 5. Ni ngumu sana, lakini kwenye negative transition kuna namna ambapo kuna umbo ukiliacha linaweza likameza hiyo counter attack. Sasa kwenye aina umbo ambalo lilikuwepo, beki wetu mmoja, kwa sababu mpira cross ile ilikuwa cross ya kule kwenye final third kabisa, ni cross iliyopigiwa kama katikati ya uwanja na kuelekea kwenye third ya mwisho, ilipigwa kama katikati ya uwanja, si ndio? Ile cross yule alikuwa anapiga ile cross ni kama alimvuta beki mmoja kati ya wale watatu waliokuwa wamebaki nyuma. Actually structure ilikuwa imebaki na watu watatu na mtu mmoja mbele yao, kwa maana wale mabeki watatu wote na Katunzi. Sasa ile situation na yule beki wa upande wa Donisia kuvutwa ikapunguza ile idadi ya watu kwenye box, na Katunzi hakuweza kwenda ku add number, kwa hiyo ikabaki pale vile. Ndio hiyo situation uliotaja ya wawili dhidi ya mmoja, lakini bado pale pia hawakuwa na idadi kubwa kuliko sisi kwenye box letu, kwa sababu Katunzi bado alikuwa maeneo yale. Kwa hiyo situation ya reaction sasa ya wachezaji ndio iliyosababisha sisi tuadhibiwe. Mfano kama kwangu mimi niliona mpira wa kwanza alishinda mchezaji wetu, yes, bahati mbaya akaudondosha eneo ambalo yupo mpinzani, lakini pale reaction ya kwanza ilitakiwa iwe kwa wale mabeki ambao walikuwa wanaomaki wale wachezaji wengine waliobaki. Kwa hiyo nafikiri kuna collective kama timu na activity kuzuia hizo counter attacks kutokea ni lazima kwenye mpira wa miguu, kwa sababu wachezaji lazima wapoteze mpira, lakini na activity baada ya kupoteza mpira na umbo gani mnakuwa mmeliacha huko nyuma. Ndio maana sasa unaona individual mistake huko nyuma ndio inaenda kuamua mchezo. Mpira wa kwanza umepigwa, ni mchezo ambao ni mpira ambao mchezaji wetu alitakiwa kuclear, unadondoka kwenye box letu, lakini mpinzani ndio anakuwa mtu wa kwanza tena kushinda. Kwanza ulikuwa mpira wa pili tu, kulikuwa pia na mpira wa tatu tena. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni more team pamoja na individuals, lakini kuna lile niloanza nalo kwamba mipira inapotea sana, sababu negative transition chanzo chake ni kwamba mlikuwa in possession. Baada ya nyinyi kupoteza mpira ndio mnashambuliwa kwa kujibu. Sasa ile situation ya kupoteza mashambulizi nafikiri pia ilikuwa sehemu ya hilo tatizo, kwa sababu nilikuwa na hesabu idadi ya mashambulizi kwa timu yetu. Njia ipi ambayo inatumika sana? Njia ambayo ilikuwa inatumika sana ni njia ya juu, kwa sababu kule mbele ni kama walikuwa wametoa namba. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwanza hata sisi kutoka huko nyuma vizuri na kuweza kufika mbele. Kwa hiyo njia ambayo ilikuwa inatumika mara nyingi sana ni mpira mirefu.
ile mipira mirefu, kwa sababu inakuta Wolper na Snati labda kidogo na Diana au Ashamnuka wanakuwa wako outnumbered na idadi kubwa ya wachezaji wa Burkina Faso. Kwa hiyo situation ya mipira kupotea ilianzia hapo. Kwa hiyo nafikiri kuelekea kwenye mchezo ujao hivyo vitu vinaweza vikaboreshwa kwenye ili kuzuia saa hizo counter attacks zisitokee na tusifunge magoli. Na tukiangalia sasa goli ambalo tumelifunga sisi ni goli ambalo alifunga Ashamnuka baada ya kipindi cha pili kikiwa katikati pale dakika 62. Ningependa kupata tathmini yako. Ni goli ambalo lilitokana na mpira uliopigwa na Donisia Minja na akafunga rebound Ashamnuka. Kuhusu namna ya tulipotengeneza goli letu, nadhani mchezo tulianza na pressure ambayo hatukupaswa kuwa nayo, kwa sababu tulipaswa kuingia kwenye mchezo tukiwa kama watu ambao tuna pointi 3 na hata pointi moja pia inatusaidia, kwa sababu lengo kama tungefanikiwa kupata pointi moja, maana yake tungekuwa tayari Burkina Faso tumeshatoa katika nafasi ya kugombania nafasi ya kusogea mbele. Kwa hiyo pressure ilitubeza, lakini baada ya kufungwa lile goli na kupata red card, maana yake tukarudi katika aina yetu ya uchezaji ya kawaida, kwamba tulipaswa kupossess ili kuwafanya wapinzani wetu waje kwenye aina ya uchezaji wetu sisi, kwa sababu wao waliingia kwa ajili ya kutia pressure na walicheza zaidi direct play. Kwa hiyo baada ya sisi kupungua mchezaji wetu mmoja, ile rotation ya viungo pale ikatusaidia zaidi kwenye kupossess hiyo mpira na kutengeneza chance. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho kilichangia kupata goli, na kitu cha pili ni namna ya reaction baada ya ile set pieces, kwa sababu goli litokana na mpira set pieces. Mara nyingi set pieces ikipigwa, watu wanakuwa na reaction yao inakuja ni baada ya mpira wa tatu, lakini sisi ilikuwa ni vizuri zaidi tulifanya reaction baada ya mpira wa pili, maana baada ya goalkeeper kucheza mpira na kurudi uwanjani ikawa ni rahisi zaidi kwa wachezaji. Kwa naona ilikuwa kuna namba ya wachezaji watatu, kwa hiyo ilikuwa ni tulikuwa very active. Kwa hiyo ni kitu kubwa zaidi kulichangia kwenye kupata sisi goli letu la pekee. Hivi ni set pieces ya pili ya Doni. Ya kwanza ile mechi iliyopita alipiga upande wa kushoto. Alipiga upande wa kushoto, lakini upande wa kulia lakini ilipaa. Nasema kwenye kuchangia scoreboard. Mchezo uliopita na huu. Mchezo uliopita aliassist ile goli la Maseke, kama sikosei ilikuwa la Maseke. Nafikiri ndo specialist ambaye anawadhibugi sana hata kwenye ligi. Kwa hiyo pale vile nafikiri kile kitu kilikuwa fresh, namna alivyopiga, sababu pale vile utamsifia hata yule kipa Bukinabe. Unajua ule mpira umegonga mwamba, lakini kabla kama ule mwamba yenyewe ulisababishwa na vile kipa kudive vile. Aliupunch mpira. Aliupunch, lakini unaona pia wao walikuwa wanajua wachezaji wetu. Ni kama yani wameachwa sekunde nyingi wale wachezaji wa Burkina Faso kwenye kureact kwenye ile second ball. Kwa hiyo pale Ashamnuka mimi simdaigi kwenye hizo mambo za kujitoa kufika. Alifika na akamalizia. Nafikiri kwenye set pieces, kwenye kucheza, Doni ni specialist na wenzake tu wanapaswa kuelewa ni namna gani huwa anazipiga wapi, kama ni kona na hata outcome baada ya labda kipa kusave au kugonga mwamba inakuwa ni wapi. Nafikiri tukijua namna gani huwa anachezaje ni rahisi sana kufunga kupitia njia hiyo. Lakini dakika ya 80 tunafungwa goli ambalo tunashindwa kulirudisha na sawa dogo. Mapungufu kwanza yalikuwa wapi, lakini pia kitu gani unahisi kilituangusha zaidi kwenye goli ambalo tulifungwa dakika ya 80? Hii nayo ni tunakuja pale kwenye swala la ku track back, ni zile reaction baada ya kuwa tumelose mpira. Baada ya kupata sisi goli na kucheza katika ile aina ya kushusha pressure ya mchezo, tayari ni kama nani waliingia kwenye mfumo wetu. Ila mistake tulikuja baada ya sisi kuwa tayari tuna ile mentality ya kushambulia, kwa sababu kuna muda ulifika wakati tuna progress au kubuild,
alikuwa anashuka Diana zaidi kushuka chini kuja kuchukua mpira ili kutusogeza juu. Kwa hiyo kile kitendo cha kuwa anashuka zaidi kuja kutusogeza juu ni kama Katunzi kilimfanya kama akadelay kidogo, na ndio maana hata kati tunaruhusu lile goli, yeye alikuwa ni mtu wa reaction wa mwisho kufika, na alipaswa wewe kuwa ni mtu wa kwanza zaidi kufika. Kwa hiyo nahisi ilikuwa ni process zaidi, ilikuwa ni issue hiyo kwamba wachezaji walikuwa tayari wameshaingia na mentality ya kushambulia zaidi, na tulisahau kwamba tulikuwa watu pungufu, tuna uwezo pia kulinda hata ile point yetu moja ambayo tulikuwa nayo. Kwa hiyo kubwa mistake ni hiyo, pia hata namba ya kwenda kuokoa, kwa sababu wakati ule mpira anapiga ule mtu wa kwanza kupasia kwa sawa dogo, alikuwa amefanywa marking na watu watatu, wakati huku ambapo yupo sawa dogo alikuwa yeye, na yeye pia hakuwa man marking, manake alikuwa pia yuko free. Kwa hiyo pia ilikuwa kuna mistake hiyo ya kuzuia katika eneo la box, sababu kwenye aina ya arts ya kuzuia tunaambiwa kwamba unapoingia mtu wote anapokuwa ndani ya 18 anapaswa kukabwa man to man marking, manake sio zone marking ama space marking. Kwa hiyo sisi tulikaba kwa space, tukasahau hiyo kufanya man marking, na ndio tuadhibu, sababu kwenye football tunaambiwa striker anakuwa anatumia 1.5 second kwenye kushambulia, na huyu back kwenye kuokoa anakuwa anatumia 3 until 5 second. Kwa hiyo zile 3 and 5 ndio zilizotuathiri zaidi, na ile 1.5 ya striker ndo imetuhukumu. Mimi kwa upande wangu nina maoni tofauti pale. Hamna mistake ya mbinu as team, na nimeongea kitu hapo ambacho labda maybe hukunielewa. Ni kwamba tayari timu nzima ilikuwa tayari na mental attacking, maana yake timu nzima ilikuwa inafikiria zaidi kwenye kuattack. Kwa wakati inapigwa ile pasi inaingia kati, watu wote, yani wale center back wawili walikuwepo na full back pia alikuwepo. Shida inakuja hawa wa viungo, kwa sababu wakati ule mpira unapigwa center back wote walikuwa katika nini yao kama kawaida. Ule beki ambaye ana mark winga mwenye mpira, na wale watatu ambao wote walikuwa, mmoja alikuwa posti ya kwanza, mmoja alikuwa katikati, wa pili alikuwa posti ya mwisho. Mpira ukaja katika eneo la namba 6, ambayo ndio maana nasema kwamba Katunzi alikuwa tayari alishamwachia ile eneo, kwa sababu Diana alikuwa ni mwepesi zaidi kuja kuchukua mpira, kutana na kugeuka. Kwa hiyo yeye alikuwa tayari anajua kwamba eneo hili sasa hivi anakuwa na operate anaoperate Diana. Kwa hiyo kitendo cha yeye kudelay kwenye ile movement mpaka anakuja kufika katika ile eneo ambalo alipaswa kufika, ni kwamba yule mtu aliyopasua ile mpira tayari alishatuliza mpira na alishajua anataka kufanya nini. Kwa hiyo mistake ilianzia hapo. Hatuwezi kulaumu back four, lakini eneo kubwa lilikuwa lilipata madhara katika ile eneo ni eneo la kiungo, ambao alikuwa ni namba 6 wetu, alichelewa kwenda reaction kwenye ile tukio. Lakini mimi nafikiri hata kadi nyekundu pia kuna namna imechangia, kwa sababu baada ya kuna zile sabu ambazo zilifanyika actually, kuna sabu ya Diana Mnali, lakini walitoka Doni na Violet, alitoka na kadi nyekundu ile. Kwa hiyo wale wawili walioingia Densa pamoja na Diana Mnali wakaenda kucheza usawa wa Singano pamoja na Esther Maseke kutengeneza back four. Mbele yao tena kutakuwa kuna watu wanne ambao ni Katunzi, Diana wa katikati, lakini pia na kwenye winga Enekia, winga Shamnuka na juu yao ndio walikuwepo hapa. Nafikiri hiyo kuna kitu ilichangia, ni kama ilibadilisha ile game mode ambao ni kama naweza kusema hawajaizoea. Wamezoea mara nyingi wanajua kuna wingback katikati wapo watu watatu, mbele wako watu wawili na nyuma wako watu watatu. Kwenye moment ya kuzuia, kwa sababu ile ilikuwa ni out of possession pass, mpira ulikuwa wa kwao. Nafikiri walivutika sana, ile structure yao kubwa, hawakuwa compact kiasi kwamba kwanza kulikuwa kuna mianya, kwa sababu ile ulikuwa ni mpira fulani ambao ni kama mtu wa katikati alilink kuja kwa mtu wa pembeni. Wakati mpira umekuja pembeni, wameshindwa kuziba ile space mbele ya mabeki wetu, kwa maana viungo, kwamba Diana pamoja na Katunzi kurudi kwa wakati. Ndio maana hata mtu aliyepiga mpira wa kwanza baada ile cross alikuwa peke yake, hakuna namba 6 au
kuwa na layer ambayo ingeweza kuwalinda mabeki. Yeah. Lakini pia pale sasa reaction pia hata wachezaji wetu, kwa sababu mtu alofunga ni mtu ambaye alipaswa kuwa marked, si ndio? Ndio hiyo situation umezungumzia ya Diana. Kwa hiyo nafikiri pale pia ni collective, ni team performance kwa maana ya mbinu kwenye moment ya kuzuia kwanza depth ya uzuiaji ya structure ya timu ilikuwa ndefu sana kiasi cha kusababisha zile space za kumfanya yule mtu ale link play mpira kuja pembeni, na hata mpira ulivyowekwa katikati bado hawakuwa wamejiorganize vizuri na kuwa pamoja na kutokutengeneza space. Kwa hiyo nafikiri hiyo ilikuwa ni moja kati ya changamoto ambazo pia mimi niliziona, na hata as team, yani wanasemaga kuna ile kauli wanasemaga mshambuliaji asiwe mbele yako, si ndio? Kama wewe ni beki pale vile, nafikiri Diana angeweza kufanya zaidi. Diana Mnali fullback angeweza kufanya zaidi. Kwa hiyo ni leo kwangu mimi nafikiri ni boss timu, lakini pia hata na mchezaji mmoja mmoja. Sasa tunaenda ku face mechi ngumu ambayo ni must win game ili tuweze kwenda nusu finali. Tunacheza dhidi ya Ivory Coast. Unahisi vitu gani sasa kuanzia hapo tuviboreshe kuelekea kwenye huo mchezo? Kwenye swala la kuboresha, nadhani ni kitu cha kwanza ni uhitaji. Tuwe tunajua uhitaji wa mechi, tunahitaji kitu gani. Siwezi kusema kwamba walimu hawakuwa wanajua mentality, yani uhitaji wa hii mechi, kwa sababu kwenye mechi kuna mpango wa mwalimu, alafu kuna pressure ya mechi ambayo pia inakuwa inawameza wachezaji. Kwa mimi naamini pressure ya mechi kwenye mechi ya leo iliwameza wachezaji, kwa hiyo wakatoka kwenye plani ya mwalimu, kwa sababu tukisema tulikuwa pungufu, lakini ndani ya dakika 90 hatukuonesha weakness kwamba timu maybe ilikuwa imechoka. Hapana, ile nini useme intensity tulianza nayo ndio intensity ambayo tumemaliza nao. Nadhani tunahitaji zaidi psychology kwa wachezaji, kuambia kwamba hii mechi ya leo hatukufungwa kwa sababu hatukuwa bora, tulifungwa kwa sababu ya mistake kadhaa ambazo yani kifootball lazima ziwepo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni hicho, kucheza na mental za wachezaji. Kitu cha pili ni nadhani ni system of play, inaweza kachangia ikatusaidia zaidi, kwa sababu na uhakika Burkina Faso walitustudy zaidi kwamba sisi tunacheza na back 3. Kwa ile back 3 yetu sisi wakawa wanatumia zaidi upande wetu sisi wa kulia, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba kuna mchezaji ambaye anacheza ule upande, lakini hakuwa ile yani ile mguu anaotumia kule sio mguu wake natural, ni weak foot yake. Kwa hiyo ile ilichangia zaidi, na ndio maana katika mchezaji ambaye alikuwa ni bora zaidi alikuwa ni Balkisa na ni Balkisa Sawadogo, kwa sababu walitumia zaidi upande ule, kwa sababu walikuwa wanajua huyu mtu mguu wake ambao wanatumia ule ambao uko katika eneo ambalo Balkisa anatakiwa kupita ni mguu wake wa wiki, kwa hakuwa strong, na ndio upande ambao nahisi kama kuna cross zilipigwa leo, basi ni nusu na robo ilipigwa upande wa kule. Kwa hiyo tunaweza tukabadilisha maybe structure ya kucheza kuja kwa back 4 zaidi, kwa sababu hiyo mechi tunahitaji hata pointi moja. Mimi naamini hata pointi moja tunaweza tukatoboa. Kwa hiyo tukienda na structure, tukibadilisha mfumo kidogo, aidha hata kama ni back 3, lakini upande ule ambao tulionyesha leo tuko wiki, kuwe na watu zaidi ambao anaweza kuzimanage space na hizo vitu vingine. Kitu cha pili ni namna gani ambayo tunaweza kumtumia Opa Clement. Ni mchezaji ambaye ni very professional, yuko na ball control, ana football understanding, tactical awareness yake. Kwa hiyo tuna namna tunapaswa kumtumia kwenye zile high ball zinazopiga. Mara nyingi tumeona hata ile goli ambalo ilikataliwa, ilipigwa high ball, kuja first touch yake akaanza akatuliza mpira, akapiga wide, akaongezeka. Kwa hiyo pia tunapaswa kuitumia zaidi ili itunufaishe zaidi, kwa sababu tuna mtu ambaye anaweza kufanya hicho kitu. Kwa hiyo tunaweza tukaplan maybe tunacheza kwenye kuplay kwetu, lakini tunakumbuka pia kuna kuplay out, kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kutusaidia kwenye hicho. Nadhani kwangu mimi ni hayo ndo maoni yangu. Sahihi sana. Mimi nafikiri kama nitaongezea kitu kidogo sana.
ufanisi. Yaani hapo umezungumzia issue ya opa, ni kwa sababu tulikuwa tumechagua sana kupita juu, si ndio? juu ya Lakini tulisi timu yetu inatumia wingbacks, ufanisi umekufa au ulikuwa haupo hai sana kwenye hayo maeneo, kwa sababu pengine naweza kusema wale wingbacks walikuwa ni kama hawatumiki sana, njia zao zilikuwa ni kama hazitumiki sana, kwa sababu hata cross ambazo zimepigwa ukienda kuzihesabu zinazotoka kwa hao wingbacks wetu zinahesabika, lakini pia hata kupita tu pembeni, kwa sababu unajua timu, kwangu mimi, kwa uelewa wangu ni kwamba kama timu inatumia wingbacks inategemea wingbacks kwenye nyakati zaidi ya 4 uwanjani. Kwanza, nyakati ya kwanza mkiwa mnazuia, wanapaswa kuwa kwenye ile back five ili kuzuia zile crosses za wapinzani zisiwafikie, lakini wakiwa timu yako ikiwa na mpira, wao ndo wanapaswa kuwa outlet under pressure. Mfano timu inatumia back three, imekaribisha pressure kama leo tulivyokuwa tunawakaribisha Burkina Faso, njia ya kutoka ya kwanza kama una wingbacks, kwa sababu timu pinzani haiwezi kukaa mapana ya uwanja ikiwa inaenda kupress high, lazima watakuja ili kuzuia njia ya katikati zaidi. Kwa hiyo outlet ya kwanza ni kwa wingbacks. Kwa hiyo sisi tulikuwa tuwategemea kutoka kwenye hiyo pressure. Nyakati nyingi sana mpira unawekwa tu kwa opa, inapotea, kwa sababu kule wanakuwa kwa watu wawili, yeye na Snatu tu, au akiongezeka kidogo ashamnuka. Lakini hiyo ni sehemu ya pili, namna gani tuna progress build up kupitia kwa hao watu wa pembeni, kwa maana outlets za njia za pembeni, lakini pia hata situations za wale Burkina Faso hapo kwenye nusu yao, tunapenya vipi kwa njia za pembeni, kwa maana ya kupita zaidi pembeni, labda Diana kalinka play na Asha Mnuka au hata Katunzi, kutumia hao Diana pamoja na Donisia kwenda kupiga hizo crosses. Lakini pia hata creation kwenye njia za pembeni bado ilikuwa, yani haionyeshi kama timu yako kweli inategemea wingbacks kwenye kupenya na kutengeneza nafasi kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni changamoto ambayo inapaswa kuboreshwa structure, lakini pia hata na profiles. Kama wakishindwa Enekia na Donisia, kuna naturals wachezaji wanaocheza kwenye hizo nafasi. Mechi zile za kufuzu tu Lydia alitengeneza magoli 2 kwa sababu ni natural fullback. Kwa hiyo hata hizo cross pia ufanisi wake unaongezeka kwa sababu ni mchezaji anacheza kwenye hilo eneo. Lakini kuna yule Asha Omari, unamjua, kuna mechi ambazo alichangia, lakini pia Stumai nafikiri pia ni mtu mzuri kwa pembeni, lakini pia kuna Lydia nimeshamtaja. Yaani kuna profiles ukiziona pembeni unasema yes, hapa kuna kitu pengine kinaweza kikatokea. Lakini kitu kingine ni moments. Unajua timu yetu si imejengwa kama timu fulani hivi. Mara nyingi timu za back five ndo zilivyo, sio timu za kutawala sana possession, lakini timu yetu ikicheza mechi dhidi ya timu ndogo ina struggle kuliko ikicheza dhidi ya timu kubwa, kwa sababu ikicheza dhidi ya timu ndogo nyakati nyingi yenyewe haipo kwenye ile nidhamu nzuri, either kushambulia na kuzuia. Wakati wa kuzuia ni mbaya sana, kwa sababu depth yetu ya uzuiaji inakuwa iko kubwa sana au ndefu sana kiasi cha kuwapa spaces wapinzani wetu, na sisi kiuzuiaji ni wazuri kuzuia tukiwa kwenye theluthi yetu tu ya mwisho na tukiwa wengi, lakini tukiwa tumetanua vile uwanja tukienda kupress, bado spaces zipo sana na wachezaji wetu sio wale wa kumark vizuri eneo wala mtu. Kwa hiyo kuna maboresho mengi sana ambayo yanapaswa kufanyika kwenye huo mchezo, na pengine kama yakifanyika tunaweza tukapata alama, lakini ni must win game kwangu mimi. Kama una cha kuongezea kocha, tunaweza tukakiongeza hapo tuwe amaliza. Ivory Coast ulionaje kwenye mechi labda ya leo dhidi ya South na ile mechi ya kwanza dhidi ya Burkina Faso? Ivory Coast hawana tofauti zaidi na aina ya wachezaji wanaocheza Burkina Faso, wanacheza direct play, lakini tofauti ya hawa na wale wanatumia zaidi half space kwenye kuplay kwao. Kwa hiyo na mtu zaidi ambaye ni hatari zaidi ni hawa namba 10 wao wawili, kwamba wakiwa na mpira wanafanya runs za mbele zaidi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kama itakuwa ni chepesi kama watakuja kucheza vile tukiwa sisi tutakuwa kwenye back three, lakini itakuwa ni ngumu zaidi kama atatumia ule mfumo ambao walitumia, ni system play ambao walitumia kwenye mechi ya Burkina Faso. Ilikuwa ni approach tofauti na mechi ambayo wamecheza leo, ilikuwa ni approach mbili tofauti. Mechi ile walikuwa wanatumia zaidi mapana kwa ajili ya ku cross, mechi hiyo walikuwa wanatumia zaidi eneo la half space kwa ajili ya hizo kufanya stress na runs za wale namba 10 wale. Kwa hiyo unashindwa kuwazungumzia ni aina gani ya timu ambayo utakutana nayo, kwa sababu
wamecheza ni system play mbili tofauti kwenye hizi mechi mbili. Lakini nafikiri ni aina ya timu ambayo tunaweza tukaimudu kupata matokeo, inawezekana. Kama tumeweza kupata dhidi ya South Africa, dhidi ya Ivory Coast inawezekana. Yani unapocheza na timu kwenye ukiwa kama mwalimu unakuwa unaamini zaidi kwamba naweza kwenda kushinda, lakini mara nyingi walimu huwa huwezi kutupa lawama kwa wachezaji, lakini mara nyingi wachezaji ndio huwa wanaangusha plani za mwalimu kutokana na hizo, kama nilivyokuambia, ni pressure ya mechi inawavaa au mento yao zaidi, kwa sababu kuna wachezaji wengine wanapocheza kwa mchezaji anacheza kwa ajili ya kuonesha, sio kwa ajili ya plani ya mwalimu. Kwa hiyo pia nayo inachangia, lakini naamini kama tutacheza kama tulivyocheza mechi ya kwanza, tuna uwezo wa kuchukua pointi 3. Basi sawa kocha, shukran sana. Tufunge tu podcast yetu, tutarejea tena baada ya mechi dhidi ya Ivory Coast, na nafikiri tunaweza tukawa tumerudi tukiwa tuna furaha tayari ya kufuzu. Kwa hiyo inshallah Mungu akipenda. Kila la heri pia kwa Mushid na Betha kwenye mechi hiyo, lakini tunaona kazi yao. Kazi yao inaonekana. Tunaona kazi yao. Haya, sawa sawa. Pamoja.